Nimekuwa nikipokea simu nyingi sana za watu wanaofanya biashara, wafanyabiashara mbalimbali tofauti tofauti, na wengi wamekuwa wakilalamika kwamba wanajitahidi kuuza bidhaa zao, lakini wateja wamekuwa hawanunui bidhaa zao. Unakuta mtu anakutafuta, ni mteja, unamuelezea kuhusiana na ile bidhaa kwa undani kabisa, kwa kinaga ubaga, lakini unakuta mteja ana resist, mteja anaweka vipingamizi vya kununua. Unamuelezea kwa kiundani, lakini mteja anashindwa kununua ile bidhaa unayokuwa unaiuza. Sasa leo nataka tuende tukaangalie sababu 5 ambazo zinafanya wateja wasinunue. Sababu 5 kwa nini watu hawanunui kile unachokiuza. Sababu ya kwanza ni kwamba hawana uhitaji. Unapokuwa unataka kumuuzia mtu kitu alafu hana uhitaji, inakuwa ni kazi ngumu sana. Kwa unakuta unataka kuwauzia watu kitu, wanakuwa hawana uhitaji au uhitaji wao ni mdogo. Hii inatokea wapi? Ulishawahi kwenda, let's say unapita sokoni, alafu ukakutana na wale watu wanakuwa wanauza vitu mbalimbali, nakwambia chukua hiki 200, chukua hiki 300, chukua hiki 400, chukua hiki 500. Wale watu wanakuwa ni kama wanaivuruga akili yako. Kwa sababu gani wanakuwa wanaivuruga akili yako? Ni kwa sababu wewe hauna uhitaji, au uhitaji wako ni mdogo wa kile kitu ambacho mtu anataka akuuzie. Kwa hiyo unaweza ukawa unataka kumuuzia mtu kitu, lakini ameulizia tu na hana uhitaji wa kile kitu. Kwa hiyo unaweza ukakuta kwamba yule mtu ana uhitaji au uhitaji wake ni mdogo. Wateja wa namna hii ni ngumu sana kuwauzia zile bidhaa unazokuwa unaziuza. Lakini sababu ya pili inayofanya watu wasinunue kile kitu unachokuwa unakiuza, iwe ni bidhaa au ni huduma, ni hawana uharaka. Hawana uharaka. Ni kutokuwa na uharaka kwenye kile kitu ambacho unakuwa unakiuza. Kwa sababu kuna msemo kwenye mambo ya masoko unasema delay kills the sale. Kwa hiyo unapokuwa unauza kitu alafu ukashindwa kuonyesha uharaka kwa yule mtu unayekuwa unamuuzia, itakuwa ni ngumu sana kuuza kile kitu unachotaka kukiuza. Kwa hiyo hakikisha kwenye matangazo unayokuwa unayaweka unaonesha uharaka wa kile kitu unachokuwa unakiuza. Kwa mfano leo unakuta mtu amepata mzigo wa viatu, ni mwingi, mzigo mkubwa wa viatu, alafu anaandika kwamba tumeleta mzigo mwingi wa viatu. Ukisema hivi tumeleta mzigo mwingi wa viatu, ni kwamba unachokitengeneza katika akili ya mteja ni kwamba huu mzigo upo, nitaenda siku yoyote nitaupata. Wakati kama tunavyojua pesa ina matumizi mengi. Delay kills the sale. Akidelay yule mteja kununua ile pesa aliyokuwa ameitenga kununua hivyo viatu, anaweza akanunua kitu kingine. Kwa hiyo unapokuwa unatangaza, hakikisha unaweka uharaka ambao utamfanya mteja aweze kununua kile kitu chako unachokuwa unakiuza. Sababu wewe uko pale kwa ajili ya kuuza, hauko pale kuambia kwamba watu mzigo upo wa kutosha. Upo pale kwa ajili ya kuuza. Lakini sababu ya 3 inayofanya watu wasinunue kile kitu unachokiuza ni kwamba hawana matamanio. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu hawanunui vitu wanavyovihitaji, lakini watu wananunua vitu wanavyovitamani. Nikiwa nasema hivi nakuwa na maanisha nini? Kila mtu anahitaji mawasiliano, anahitaji awe na mawasiliano, lakini kuna watu utakuta ili uwe na mawasiliano, hata ukitumia hiki kisoswadu kinaweza kukusaidia kupata mawasiliano. Lakini kwa nini mtu anaenda kununua iPhone 17, sijui iPhone 15? Kwa nini mtu anaenda kununua iPhone? Kwa nini mtu anaenda kununua Google Pixel ya milioni 2? Ni yale matamanio. Kwa hiyo kwenye kile unachokiuza, hakikisha unamwekea mteja matamanio, kwa sababu kuna watu leo hii wana vitu ambavyo kimsingi hawavihitaji, lakini wamevimiliki kwa sababu wanavitamani. Kwa hiyo utakapokuwa unauza, hakikisha unaweka matamanio kwa yule mteja ili aweze kukinunua kile kitu. Hakikisha unaweka matamanio, kwa sababu kama nilivyotangulia kusema kwamba watu hawanunui vitu kwa sababu wanavihitaji, lakini watu wanavinunua vitu kwa sababu wana matamanio navyo, wanavitamani. Lakini sababu ya 4 inayofanya watu wasinunue vitu au bidhaa au huduma unayoiuza ni kwa sababu hawana pesa. Kwa sababu hawana pesa. Hapa naomba niweke kwa msisitizo sana. Watu sometimes hawanunui vitu kwa sababu hawana pesa. Na ukija kuangalia kilichojificha ndani kwamba hawana pesa, sababu wanazozitoa kwamba hawana pesa, sio kwamba hawana pesa, ni kwamba hawajaona uthamani wa kile kitu unachokiuza. Kwa sababu mtu huwa yuko tayari hata aende akakope
lakini aende kununua kitu ambacho yeye anakuwa anakihitaji na anakuwa amekitamani, lakini pia anakuwa ameona uthamani wa kile kitu. Kwa hiyo mtu kabla hajaja kununua huwa anapima uthamani, kwamba kama kitu unachotaka kukiuza kina uthamani wa pesa na kile kitu unachotaka kukiuza, akiona kile kitu hakina thamani atashindwa kukinunua. Kwa hiyo unatakiwa kwenye unapouza ujitahidi kumuonyesha uthamani yule mteja anataka kuja kukinunua hicho kitu, kwa sababu mara nyingi akija mteja atakwambia mimi sina pesa, lakini kiukweli hata wewe ni shahidi, kuna vitu ukihitaji kuvinunua utatumia gharama yoyote ile ili uweze kuvipata, utatumia kila njia uweze kuvipata. Kwa hiyo jitahidi unapokuwa unauza, jaribu kutengeneza uthamani, jaribu kumuonyesha uthamani mteja ili iwe rahisi kuuza kile kitu ambacho unataka kukiuza. Lakini sababu ya 5 na ya mwisho kwa nini watu hawanunui vitu tunavyoviuza ni kwamba hawakuamini. Utakapoweza kutengeneza uaminifu kwa wateja, itakuwa ni njia nzuri sana ya kukiuza kile kitu unachokuwa unakiuza. Kwa nini nasema hivi? Ndio maana leo hii utaona watu wengi wakiwa wanaanzisha maduka, watu wengi wakiwa wanakwenda kufungua maduka sehemu nyingine, huwa wanatengeneza kitu inaitwa social proof. Social proof ni kutengeneza uaminifu. Social proof inakuwaje? Social proof ni unakuta mtu anafungua duka kubwa, alafu anawaita watu, wanakuwa wengi, wanakuwa kama wanagombana kuingia kununua vile vitu. Nyewe ni mashahidi. Watu wengi sana hapa Tanzania wakitaka kufungua maduka makubwa, branch nyingine, huwa wanawaita watu, alafu wanajifanya wale watu wanagombana kuingia mbele kupata huduma. Ile ni kitu wanatengeneza social proof. Pale ni kitu wanatengeneza uaminifu. Kwa hiyo unapokuwa unauza, make sure unatengeneza uaminifu. Make sure watu wanakuamini, kwa sababu watu wasipokuamini wewe, watu wasipoamini bidhaa zako, inakuwa ni ngumu sana kununua kile unachokiuza. Kwa sababu kwa sababu unakuta kuna mwingine anakuamini wewe na anaamini bidhaa yako, lakini aamini kama ile bidhaa yako inamfaa. Kwa hiyo ni jukumu lako kuonesha kwamba kile unachokiuza kinaweza kikamsaidia mteja, lakini pia kile unachokiuza kinaaminika, watu wanakihitaji, watu wanakinunua. Nitamalizia kwa story moja. China, ilikuwa ni Japani, kuna mgahawa mmoja ulifunguliwa, na wakati ule mgahawa unafunguliwa hapakuwa na wateja kabisa. Kwa hiyo yule mmiliki alichokifanya, akakusanya watu, akawaambia wawe wanajipanga mstari kila siku, asubuhi na mchana na jioni, kwamba wanahitaji huduma. Kwa hiyo kila siku yeye alichokuwa anakifanya, anawakusanya watu afu anawaambia wapange foleni kwamba wanaenda kupata huduma kwenye ule mgahawa. Alifanya hivyo ndani ya wiki 2, na baada ya wiki 2 watu wakaanza kujaa kwenye ule mgahawa. Kwa sababu gani? Sababu alichokuwa anakitengeneza ni trust. Alikuwa anatengeneza uaminifu. Watu wanapokiamini kitu, ni rahisi wewe kukiuza. Kwa hiyo wewe angalia kwamba hiki ninachokiuza ninawezaje kutengeneza social proof, ninawezaje kutengeneza uaminifu kwenye hiki ninachokiuza. Kwa hiyo ili uweze kuuza, ni lazima uhakikishe unatengeneza uaminifu, lazima upresenti thamani kwenye kile unachokiuza, ni lazima utengeneze matamanio kwa yule unayetaka kumuuzia, lakini pia ni lazima utengeneze uhitaji kwa yule unayetaka kumuuzia. Niambie, kati ya hizi 5 ni hipi ambayo wewe imekuwa inakusumbua? Ni hipi ambayo wateja wakija kwako wanakulalamikia kwamba kwenye hizi labda sina uharaka na hiki kitu, au sikihitaji kwa sasa hivi, au sina pesa, au sina matamanio, au bado sijakuamini? Ni kipi ambacho ni kikwazo cha mauzo yako? Nadhani utaniachia maoni yako hapo kwenye comment. Kama utakuwa umejifunza, unaweza pia ukashare na mwenzako. Asante kwa kunifuatilia na asante kwa kunisikiliza. Kwa majina yangu naitwa Dennis Rweyemamu.